Sile kwa maji ya kunywa. Tibu. Pole. Chakula chako ni kitamu. Mbona kuna paliwa jamani? Ndio kupika. Naishi kata nini? Maana naaka kama mwili yaka. Sasa hivi nimepata mtu sahihi wa kunipikia. Changu. Nimekumbuka kitu. Unajua muda ule nipo kazini. Mama alikuja pale. Alafu jamani. Si leo mbona mmekuja kimya kimya? Mdunda mnaangaliana, hamtu hata salamu. Au mimi ndio niwasalimie? Sasa basi. Kama mnavyoona, leo tupo na mgeni. Ni vema sana zaidi ajitambulishe. Mgeni, karibu sana. Watu wanataka kujua kwenye kipindi umetokea wapi na umekuja hapa kwa nini. Kwa majina naitwa Mwambirimbi, natokea Ufilipino, mji mkuu Manila. Kwa hiyo kuna kijana namtafuta kwa sababu kacheza ambapo huwa sichezewi. Nikaona si vyema kuwapita wanachama wenzangu. Nikaona kidogo nije kuwatembelea ili nijifunze vitu vingi kutoka kwenu. Na imani siku ya leo nitafurahi sana nikiwa na nyinyi. Karibu sana. Asante. Karibu sana na tumefurahi. Umefika wakati sahihi. Na sisi kwa shangwe na vigelegele, huwa kanuni yetu tukipata mgeni kweli atatoka na furaha. Kwa hiyo karibu sana. Jamani, shangeni kumpata mgeni kwa siku ya leo. Alikuwa anakuulizia. hapo kumwambia. Kweli mimi nilimjibu kwa sifahamu ulipo. Na hata kujibu umefanya vizuri. Maana unamjua suri bibi. Kwani bora nilipomwambia kuwa hauko kwangu. Hata hivyo alikuja kishale. Nisingeweza kumwambia uko nyumbani. Kwa hiyo kumwambia akasemaje? Ili kiujumla alisha kama kitisho fulani hivi akawa ameondoka, ila kiujumla sikumuelewa kabisa. Maana alipokuja amekuja kishale na alipoondoka ameondoka hivyo hivyo. Kama ni mtu fulani hivi mwenye kuchukia. Ni kweli. Anachukia sana lakini ndio hivyo atafanyaje sasa? Ila kusema kweli mimi kwa huu muda tu ambao nimeshakaa na wewe nimeenjoy maisha. Najihisi ni mtu mwenye furaha. Basi nikuoneshe. Nilikuwa nimeweka la kwangu likubwa nishajizoelea kupiga mapiko makubwa. Ngapo kwa nataka upige micheni nigwe bure. Naomba. Asa mimi nimekulisha kwa kijiko na nilisha kwa mdomo. Sio nzuri bwana hiyo. Kwa nini? Ni nzuri kwa wawili wapendanao. Hivi ndio kama mimi kanisha paliwa bure. Ulinihudumia maji. Naomba na mimi nikuhudumie maji. Kwani lazima ushike? Basi. Sipanyesha vibaya.
Nitakunyosha vibaya ila ataingia vizuri. Naomba basi, naomba nikunyoshe. Usivita nitosha. Mbona unaniwekea sana? Pole. Asante. Sasa basi, kama kawaida, baada ya kuenjoy kumpata mgeni, najua leo ni siku ya kuhitaji damu. Na damu ambayo inahitajika ni ya mtoto mchanga ambaye bado yuko tumboni. Yaani nikiwa namaanisha ile damu ya moto moto. Sawa? Najua atakayeitoa na kuleta hiyo damu ili tuifanyie harakati atakuwa ni Asnati. Mkuu, mimi mara kwa mara tu ndo natoa. Mbona Diva atoi? Ni kweli mkuu. Tangu ifike zamu ya Diva kumtoa mwanae, naona mkuu bado upo kimya sana. Kuhusu hilo, msijali kabisa. Tambweni Diva tulimpa siku kadhaa za kumtoa. Sasa hapa katikati tunahitaji damu changa. Sawa kabisa? Na hisi mtakuwa mmenielewa. Lakini mkuu sio haki. Wewe ni kama nani wa kuniingilia kwenye madaraka? Mkuu, mimi kama mwanachama mwenzenu. Sasa basi, sitaki kuongea mengi sana. Asnati, tunahitaji damu changa. Lakini mkuu, hii sio haki. Nimeshakwambia usiniingie kwenye madaraka. Asnati, tunahitaji damu changa. Hauchelewi kucha. Karibu Fina. Asante shogangu. Vipi, mbona umekuja huku? Umejua kama hapa? Wewe, nimempigia simu Luka. Akaniambia uko hapa. Nimeenda nyumbani. Nimefika nyumbani namuuliza mama. Akaniambia kwamba sijui ni siku 3 hapo nyumbani. Basi nilipotoka pale nikasema najua tu ulipo. Maana nakuelewa. Ajaza makelele yake. Kwanza kaanza. Yaani wewe unajua kabisa au unakuja kunikejeli? Nikamwambia hamna. Mimi sijui. Mimi ndo niko hapa shoga yangu. Mama mwenyewe tunajua kama mama yangu jinsi alivyo. Haitaka kunyonyesha kwa hiyo mbaba. Wewe. Lile baba lile. Yani wewe acha. Yaani anazisha tini olewe. Eti anasema anajua kuchumbiwa, sijui kutolewa kushika uchumba. Akasema ukisa na miela. Wazazi mimi ndio kupata kwa Luka wangu. Ndio kaja zangu mimi huko juu. Na wazazi na wenyewe wanakera muda mwingine. Mamangu anajua jinsi mamangu jinsi alivyo. Na hela. Sasa nchini sasa kama mwenyewe anataka mwenyewe peke yake. Mimi hata sitaki. Lakini unaendeleaje? Sisi ndio jinsi tunapokuwa tuko poa kabisa, tunaendelea vizuri. Kwa vipi? Luka kaenda wapi? Sikani yuko ofisini kwake. Umeenda ofisini? I see. Mimi nilikuwa napita nasema ngoja hapa nini? Nilipokuwa na hadi nilipombea, utaka mpaka uje kumlimani. Naachaje kwa mfano? Ni kwanza tu nilipofika pale nikaambiwa kwamba ameshatoka, nikasema hapo hapo. Naenda kule. Wewe nani hatari? Yaani huko paisha limna vipi kazi zako huko zinaendaje? Shogangu mimi sasa kazi iko vizuri. Sasa hivi mambo yanang'aa. Na kuona na shida basi. Na kwa jinsi ulivyowaka. Mwenzako mimi sina shida sasa hivi. Mimi nataka mimi zangu kwa gengea mimi tatata kigenge kidogo mzata nyanya. Karibu. Na vigenge tu vipo kama vyote. Na hapa niko nakusubiri Luka sija takubali. Uje mjaribu. Sio unajua tena. Baby tena. Ya jamani. Sawa, si tupo. Mimi ngoja niwahi zangu kazini hapo, maana muda wenyewe ndio huo hapo. Nafungue zako kijiduka changu huko. Ndio muda wenyewe huo hapo, utafuta hela hizo 200. Basi akija Luka umsalimie, mwambie alikuwa amekuja. Sawa, nitamwambia tena wewe. Yaani lazima nimwambie kama ulifika hapa. Yaani ufika kabisa asije hapo mguu wake ulipo mrefu. Usiku si kwa deni. Hauchelewi kucha.
uchelewi kucha. Shem, mimi nimeitikia wito kama ulivyoniambia. Ni kweli. Kwanza niseme nashukuru sababu hujajali muda wako na kuja kunisikiliza. Fem. Bila shaka ni rafiki yake na mke wangu. Huenda nikikwambia hili jambo namna moja ama nyingine tunisaidia. Imenibidi tu nikwambie sababu sina jinsi. Nimejaribu nikae kimya kwamba nivumilie, lakini nafika hatua nachoka. Jambo gani ndio shemeji linalokutatiza? Kuwa mwazi, kuwa na amani, niambie tu. Mimi sipo sawa kwenye mahusiano. Yaani nazungumzia kwamba rafiki yako hatunifanyia sio kitu kizuri. Yaani sipati kile kinachostahili kama mwanaume. Kwa sasa hivi Angel kabadilika sana. Kabadilika sana sana. Tofauti na mwanzo. Mara nyingi ipo busy na simu. Yaani jambo ambalo linaniumiza zaidi sio hilo. Basi afanye mambo yake yote hayo, lakini aniheshimu mimi ndani kama mume. Lakini vyote vimeshindwa. Inaniumiza. Nimejaribu kuongea na mama yake lakini bado sijaona chochote kitu. Sasa nesi nikikwambia wewe kana rafiki yako, jaribu kumshauri. Anachonifanyia mimi sio kitu kizuri. Sawa, labda ukimya wangu si mgombezi, si mpigi, huenda ndio kwa sababu kwamba amezoea mazingira. Lakini mimi naumia ndani ya moyo. Pole sana kwanza shemeji. Maana najua mahusiano mengi kwa kweli siku hizi yanawasumbua, yani imekuwa ni changamoto. Lakini jaribu kuvumilia, jaribu kumpa muda. Lakini pia kwa kuwa umelifikisha kwangu na mimi yule ni rafiki yangu, ni kama ndugu yangu, nitajaribu kuongea naye. Nimsikia atasemaje, naamini atarekebika. Basi shemeji yangu, kwa hilo utakuwa umenisaidia kubwa sana. Yaani utakuwa umenipa msaada mkubwa ambao hata nikutana naye njiani au barabarani siwezi nikakupita. Nateseka sana kwenye mahusiano. Hakuna jambo ambalo linaniumiza kama mahusiano. Napitia wakati mgumu. Yaani kiasi kwamba nikisema niseme kila kitu huenda pia nikaa nakosea. Ila ukweli ni kwamba jaribu kuongea naye, kaa naye chini, mueleze vizuri. Basi Shem, yani unaongea sana kwa kweli hadi mimi unaniumiza. Naomba tu yavumilie. Naamini ataisha au atakuelewa pia. Nitajaribu kuongea naye kwa sababu yule ni kama ndugu yangu. Yaani naomba tu basi yaishe tu hata hivi. Usiongee sana. Naona kama ukizidi kuongea sana hadi mimi unaniumiza. Sipendi kukuona kwenye hali hiyo kwa kweli. Basi sawa, mimi nimekuelewa. Unajua naumia sana. Ila mimi naona muda umeenda sana. Huu muda kwenda nyumbani, naomba chakula, ni mambo ya vizuri. Mimi nikuache kwenda nyumbani. Nisitenda kuwasiliana. Na kama kuna shida yote itatokea, nipigie simu, nieleze, wewe pia nikakusaidia. Niko kwa ajili yako shemeji yangu. Basi mimi niseme nashukuru kwa kunisikiliza, kwa kuchukua muda wako kunisikiliza. Mke ashikiki, mume mama hamtaki, kushoto kulia mikiki, unamkwamisha binadamu mwenzako kwa kutumia ushirikina, na tena unamani moyo wako. Iko siku hautapona, usiku hadi ni usiku, hauchelewi kucha, usiku hadi ni usiku. Karibu, ni naomba 30,000. 30 gani? Wewe naomba hela. 30,000 gani? Kitu gani? Hii duka si la mume wangu, nipatie pesa. Bwana mimi kaka hajaniambia. Wewe hajakwambia kitu gani? Mimi si ndo mwanamke wake, nikuja kutafuta hela, nikuja kuomba hela au? Vipi kama kijua kukuta hela zipo? Niingie mdukani. Acha upuzi. Kwa kuanzia asubuhi mpaka sasa hivi hujauza. Naomba 30,000 bwana. Usiongeshwe. Sema sijaambiwa sasa. Wewe nipe, hujaambiwa kitu gani? Yaani watu wengine bwana, mimi nipatie pesa mimi. Ngoja nizihesabu kwa. Wewe siku nyingine sio unizoea. Mashemeji wengine bwana.
Dunia imebeba mengi mazito magumu, tamaa mbele shilingi, yote ni sumu, haya na vingine vingi, usaliti ndani, wivu na chuki, uchawi, mateso jamani, huku mke ashikiki, mume mama hamtaki, kushoto kulia mikiki, bado haijui haki, faraja hukwepi na dhiki, iko siku ya tatiki. Unamkwamisha binadamu mwenzako kwa kutumia ushirikina, na tena unamani moyo wako, iko siku hautapona. Usiku wa dini usiku, hauchelewi kucha. Usiku wa dini usiku, yote utalipa. Usiku wa dini usiku, usiku siku siku we. Usiku wa dini usiku, yote yatapita. Na 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 na. Usiku siku wa deni, hauchelewi kucha. Usiku wa deni hauchelewi.